uhai kwa ajili ya kuandaa kuja kwake ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wako. Tukaona hiyo imani ya unyakuzi ni imani iliyo hai na inakuja kwa ufunuo wake. Hiyo imani ya unyakuzi ni imani iliyo hai na inakuja kwa ufunuo wake, yeye akijiweka wazi ili tumjue. Na kumbuka, hatumjui kwa akili, lakini ni katika mioyo yetu tupokee ufunuo wake, kwa sababu hili ni jambo la kiroho, si jambo la kujifunza, lakini tunalipata katika neno. Tunajua kwa sababu Biblia inasema atakaye amini na abatizwe. So lazima usikie ndio uamini. Alafu Biblia pale pengine inasema watasikiaje wasipotumiwa mhubiri? Unaona, watasikiaje wasipohubiriwa, na watahubiriwaje wasipotumiwa nani? Wasipotumiwa mhubiri. Okay, so Mungu hupanga tusikie neno lake ndio tuweze kupata kujua mapenzi yake, tujenge imani yetu. Hiyo ndio haja, na tukaona hiyo imani. Dada ndugu, usipopata kujua kile Mungu anafanya wakati huu, ni ngumu sana upate imani hiyo. Kwa sababu imani hii inakuja kwa ahadi yenye ni ya wakati huu, ahadi yenye ni ya wakati huu. Alafu tukaona Mungu alikuwa na kusudi na mpango wakati alituita tukatoka kwa madhehebu. Kusudi gani? Ndio tuweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake. Hakukuwa na jambo lingine lenye alituitia kutoka kwa madhehebu. Kama ingekuwa ni kanisa na ujumbe, ingekuwa sawa tukibaki, kwa sababu madhehebu ilikuwa ni sawa, ni kanisa kama lolote lingine. Kama ni kanisa tu kwa mfano, si tungekaa kwa madhehebu? That's right. Kwa sababu in fact huko kwa madhehebu kuna makanisa nzuri. Si kumbuka Israeli walifika jangwani wakamwambia Musa, kwa nini ulitutoa Misri tuangamie katika jangwa? Si Misri kulikuwa na mambo mazuri, tungekula, tungekunywa, tungeshiba. So hakukuwa na haja tutoke kwa madhehebu tuwe ati ono letu ni kanisa tu la ujumbe. Makanisa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ona, lakini lengo kuu la Mungu lilikuwa gani kututoa kwa madhehebu? Ni kuweka wazi ahadi hii ya unyakuzi. Amen. Tuweze kuwa watu wenye wana imani ya unyakuzi. Na ninaamini hiyo ndiyo anafanya sasa, kwa sababu ni wakati wa kuja kwake. Wakati huu tunaishi ni wakati wa kuja kwake. So na hiyo imani inakuja wakati tunapata ahadi yenye ameweka katika neno lake, ujumbe wa nabii kuhusu wakati huu. Alafu inaweka wazi katika njia ya ufunuo, ndio tuone ni nini hasa tungefanya ndio tuwe sawa kulingana na mpango wake kuhusu wakati huu. So leo nilikuwa na jambo la tumwangalie huyu malaika mkuu katika Ufunuo 10, kwa sababu tuliona yeye ndiye anaandaa unyakuzi. Huyo malaika mkuu kumbuka tulimuona last Sunday, na tukaona bibi harusi akipata imani kutoka kwake, imani iliyo hai. Tukaona huyu malaika mkuu ni Bwana Yesu Kristo. Wakati huu anaitwa malaika kwa sababu ni mjumbe. Kumbuka ndugu Branham alituonyesha katika ujumbe ati he is a messenger. Ati when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the rod and upon the sea with a rainbow over his head. Na akatuonyesha mjumbe wa saba, yeye angekuwa duniani wakutani. Unaona? So Kristo huyu ni mjumbe, Kristo akiwa mjumbe kwa ajili ya kuja kuandaa unyakuzi. Na hiyo ndio inatuhusu. Hiyo ndio ingekuwa hasa mzigo wa kila muaminio, si kanisa hili ama kanisa lile, lakini kuhusu kumjua Bwana katika ufunuo wake. Nijiandae kwa ajili ya kuja kwake, kwa sababu bibi harusi akiondoka katika unyakuzi, ndugu Branham nabii anasema makanisa yataendelea na watabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, na watu wataongezeka makanisani. Anasema watafikiria wanaokoka, lakini wakati wa uokovu utakuwa umekwisha. Bibi harusi ameenda katika unyakuzi. Makanisa yataendelea katika hicho kipindi cha miaka 3.5 ya dhiki. It is true. So lengo letu ni kumjua Bwana ili tujiandae kwa ajili ya kuja kwake.
So leo tumwangalie tu huyo malaika mkuu wa Ufunuo 10 kwa sababu tunamuona katika Ufunuo 10. Tuangalie katika Ufunuo 10 kwa neema yake. Na ndio sababu tumesoma katika kitabu cha Waefeso, pale tumesoma Waefeso 4 tukasoma kuanzia 10 hadi 15. Unaona? Tukaona yeye vile Biblia inasema, he that descended is the same one that ascended up far above all heavens that he might fill all things. Ati huyo mwenye alishuka ndiye mwenye alipaa. Na tuna ishara ya kupaa kwake. Hii ishara ya kupaa kwake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hii ishara ya kupaa kwake wakati alipaa, when he ascended, akipaa akatoa hii ishara. Alafu tunaona and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. Na akatoa huduma hizi tano, the fivefold. Waefeso 4 ni hii tumesoma, ni pale Bwana Yesu Kristo akipaa sasa anatoa hizo huduma tano, the fivefold ministry, hizo huduma tano zake. Na hizo huduma tano kupitia kwake ndio anahudumia bibi harusi. Kumbuka hizo huduma tano zote zina ufunuo wake. Hizi huduma tano ni kama nini? Ni kama mitume. Wote walijua amekufa na amefufuka. Walikuwa na ufunuo huo. Unaona? Amen. Walimjua wazi wazi. Kumbuka Paulo akiwa Saul alikutana na yeye, akamwangusha. Akamuuliza ni nani? Akamwambia ni mimi Yesu mwenye unatesa. Wote walimjua. Paulo alimjua, Petro alimjua, Philip alimjua na wale wengine wakamjua. Amen. Yohana akamjua. Unaona? Sasa hizi huduma tano nazo zinamjua by revelation. Anajiweka wazi, wanamjua. Hawaongei kitu ati kwa sababu wamesoma ujumbe wa nabii tu, lakini wana ufunuo wa Bwana. So na hizi ndizo zile huduma Bwana anatumia sasa kumwandaa bibi harusi, kujenga hiyo imani ya unyakuzi. Kwa sababu unaona amesema nini katika mstari wa 12? Baada ya kutuma hizo huduma anasema nini? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Unaona? Ate for the perfecting of the saints. Kimo hicho cha mtu mkamilifu kije kwa imani. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, ili mwili wa Kristo uinuliwe. Unaona vile inaendelea ukisoma, till we all come in the unity of the faith. Ndio tufikie hiyo imani, and of the knowledge. Unaona? And of the knowledge of the Son of God. Na kumjua baada ya the fivefold kupata ufunuo wake. Amen. Huo ufunuo kupitia kwa huduma hizi tano umfikie bibi harusi, naye bibi harusi amjue. Hivyo ndivyo anasema hapa. Unaona? Anasema nini? Okay. Anasema till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Wewe na mimi tumjue kupitia kwa hizi huduma tano. Kwa sababu hizo ndizo anatumia. Na hizo huduma tano zina ufunuo wake. So huyu malaika mkuu anapitisha ufunuo wake kwa hizo huduma tano. Alafu huo ufunuo wake kupitia kwa hizo huduma tano umfikie bibi harusi. Inalowasi ni kusema nini? Ni kusema the fivefold ministry. Hizi huduma tano zinashuhudia, kushuhudia Bwana. Ni ushuhuda wako naye. Ushuhuda zinashuhudia. Endeni duniani kote mkahubiri hili neno. Alisema go into all the world and preach. Nasema nini? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Uhubiri injili ya ushuhuda wake. Kwa sababu wana ufunuo wake, wanamjua. Ukiona ni ushuhuda gani mababa zetu walikuwa nao, ni ushuhuda wakiwaambia vile huyo mtu mwenye walijua alisulubishwa na akauliwa na akafufuka. Na wakawaambia ndiye nani huyu Yesu, ndiye nani. Walikuwa na ushuhuda wake. So tunasema nini?
huo ushuhuda. Sasa huduma 5 zinapata ufunuo wake, alafu huduma hizo 5 zinapitisha ufunuo huo wa bibi harusi, ama zinamshuhudia Bwana, alafu Bwana anajifunua wa bibi harusi. Kwa sababu huduma 5 haziwezi zikapea bibi harusi ufunuo, haiwezekani, kwa sababu ni Bwana anapea mtu binafsi wake ufunuo. So huduma 5 zinashuhudia Bwana mwenye wanajua kwa ufunuo wa bibi harusi, alafu huyo Bwana sasa anampea bibi harusi ufunuo wake, anajiweka wazi ili bibi harusi amjue, wewe na mimi tumjue, na hiyo ndiyo ya maana. Alafu tukimjua, unaona, nasema tufikie katika kimo cha utimilifu wa imani, and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Hapo ndipo mtu mkamilifu anapatikana, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Tufikie kimo cha utimilifu, kimo cha utimilifu wa Kristo, tufikie hicho kimo. Alafu unaona mstari wa 14 vile unasema that we henceforth be no more children. Ndio tusiwe watoto tena, tusiwe watu wa kutegemea kama kanisa, tusiwe watu wa kufungwa na kutegemea wahubiri. Mhubiri akikuongoza vibaya unamfuata. Tuwe watu wenye wamekomaa kiroho, tuwe watu kweli wanamjua Bwana. Amen. Kwa sababu ukiona katika Waefeso, Biblia inasema nini katika Waefeso, kisasi cha Waefeso? Ate mlijua wale walikuja kwenu wakiwa waongo, mitume wa uongo, mkawakataa. Sisi nasi tufike kimo cha mtu mkamilifu. Tusiwe watoto tena. Tusiwe watu wa kutegemea makanisa. Tusiwe watu wa kutegemea wahubiri na hatujui ni nini hao wahubiri wanasema. Tuwe watu wenye kabisa wana ufunuo wa Bwana. Ati wewe unamjua Bwana, mimi ninamjua Bwana. Kwa hivyo ukisikiza mhubiri utajua kile anasema kama ni kulingana na kile Bwana amekufunulia katika neno lake. Amen. Biblia inasema nini hapa? That we henceforth be no more children. Tusiwe watoto tena kiroho, tusiwe watoto, unaona? Tossed to and fro, wenye wanatupwa hivi, hawana mwelekeo. Kwa sababu tegemeo lao ni kanisa. Amen. Hawamjui Bwana. Tegemeo lao ni kanisa. Tegemeo lao ni mhubiri, na ni vizuri kumsikiza mhubiri na kumtegemea kiroho, lakini mhubiri ataweza kukuongoza vibaya. So unatakiwa umjue Bwana kulingana na vile amejiweka wazi katika neno lake. Amen. Unaona? Hata sasa ukisikiza, ukikaa hapo ukinisikiza, unajua kule ninakuelekea. Na kama sikuelekezi kulingana na ukweli wa neno la nabii, wewe enda kafuatafuta mhubiri mwingine mwenye atakuelekeza kulingana na ukweli wa neno, kwa sababu haja yako si kanisa, haja yako si mhubiri, haja yako ni Bwana. Amen. Akuongoze katika imani, akukamilishe katika mapenzi yake, ndio ujiandae kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Amen. Unaona? That we henceforth be no more children. Tusiwe watoto tena. Tossed to and fro, tukisukumwa hapa na pa, and carried about with every wind of doctrine, tukibebwa kila pahali na mafundisho la neno ni mzuri, lakini si mafundisho yote ambaye ni mzuri. Tunaongea kuhusu fundisho la neno lenye litamweka Bwana wazi ili tumjue kulingana na mapenzi yake ya wakati ambao tunaishi. Hilo ni fundisho nzuri, lakini fundisho lolote litasaidia nini? Lakini neno hapa linasema nini? Okay, tusiwe watoto wenye tunatupwa hapa na pale na kubebwa kila pahali na wimbi la mafundisho, by the spirit of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ujanja huo wa kudanganya katika mafundisho wa wahubiri na makanisa. Tuwe tumekuwa kiroho, tuwe tumeelewa ni nini Bwana hasa ana kusudi gani, anatenda nini. Tuwe tumekomaa kiroho
Sisi si watoto. Unaona huo ujaja na uongo wa mafundisho ya makanisa na wahubiri tukatae. Amen. Utaweza fikiria ninaongea tu kuhusu madhehebu. Asha, tunaongea kuhusu makundi ya ujumbe na makanisa ya ujumbe. Amen. Fundisho kama haliko katika neno kabisa, haliko katika ujumbe wa nabii, unalikataa. Ukue, likue. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Amen. Kwa sababu wingi wa mafundisho haya, mafundisho yale, mafundisho yale, na kuchukua nukuru moja ya nabii kujaribu kuonyesha ati kile unasema kiko katika ujumbe, lakini hakilingani na neno lote la nabii, hakifungani, hakitoi picha wazi ya kile Kristo angetaka wakati wake. Na ni wahubiri wanafundisha, iko katika makanisa, unakuta fundisho hili, fundisho lile, imani hii, imani ile, na hiyo ndio imetoa makanisa. Lakini ukweli wa Mungu uko wapi? Ukweli wa Mungu uko katika neno lake, kile ameahidi kuhusu wakati huu wetu. Na hiyo ndio tunatakiwa tutafute. Si kanisa, si kundi, si mhubiri. Hata kama anachukua ujumbe wa nabii anahubiri, usikize, mkatae kulingana na kile ambacho wanasema. Kama hiyo haileti Mungu wazi ili ajulikane kwa ajili ya wakati huu, mkatae. Amen. Unaweza sema ndugu Mwangi, sasa si unachochea? Mimi ninakwambia wazi. Kwa sababu Waefeso, wakati wa Efeso tunawaona waliwasikiza wakawakataa, kwa sababu hawakuongea kama Paulo. Nasi tutawasikiza, tutawakataa kwa sababu hawaongei kama ndugu Branham. Na si tu kusema ndugu Branham alisema, lakini ahadi ya wakati ikiwekwa wazi katika neno la nabii na katika Biblia, hiyo ipokee. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Unajua, Bwana Yesu Kristo asifiwe. So Waefeso 4 pale tumesoma inaonyesha Bwana akipea bibi harusi imani yake kwa kumjua yeye. Si unaona imetoka kutuambia nini mstari wa 13? That it will all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of, tufikie katika utimilifu wa imani na kumjua. So leo tunaendelea katika kumjua huyu malaika mkuu, kwa sababu tumeona ndiye malaika wa Ufunuo 10. Tumuone vile Ufunuo 10 imeongea juu yake. Kumbuka tunaongea kuhusu huyu ndiye malaika wa Ufunuo 10, na tunajua ni Bwana Yesu Kristo. Yeye ni nani? Na tuone hizi symbols vile ametokea, vile amejionyesha katika Ufunuo 10, vile amejionyesha. Tuchukue hizo symbols tuone ni nini anasema, tuone ni nani na tuone ni nini anasema, kwa sababu tumesoma tena Ufunuo 10 kueleza juu yake Ufunuo 10. Na ndugu Branham anasema katika huu ujumbe, kidogo nikunukuru katika huu ujumbe wa desperation. Ujumbe wa desperation anasema nini? Anasema katika paragraph 21 desperation anasema nini? Sikiza. Anasema, and the devil can impersonate any of those things. Ati muovu anaweza iga chochote cha hayo mambo, anaweza iga, but he cannot be the Holy Ghost. Lakini hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Muovu hawezi kuwa Roho Mtakatifu. See, he can impersonate these gifts. Ataweza iga hizi vipawa, but he can't be the Holy Ghost. Lakini hawezi kuwa Roho Mtakatifu. Sikiza. And the Holy Ghost is the token that the blood's been applied, because it follows the blood all the way from the book of redemption. Ati na huo uhai wa Roho Mtakatifu ukiwa naye, nikiwa naye, ndio ishara ya kuonyesha wewe umepaka damu. Wewe umepaka damu. Unaona? Yaani una damu ya Bwana umepaka katika moyo wako. Ati kwa sababu Roho Mtakatifu hufuata hiyo damu kutoka mwanzo
all the way from the book of redemption. Anasema kutoka kitabu cha ukombozi, anafuata hiyo damu. Unaona? Okay. See it. Ati unaona? That was the purpose of him coming. Ati hiyo ndiyo sababu ya yeye kuja. Hebu kidogo tukiendelea na hiyo nukuru tuone kitu hapo. Ati Roho Mtakatifu anafuata hiyo damu. So damu iko wapi sasa? Anaifuata ikiwa wapi? Na kuna wakati tuliona ati hiyo damu sasa tunaongea kuhusu uhai wake. Uhai wa damu. Kwa sababu hiyo chemistry sasa hatuna, pale ilimwagika sasa hatuwezi ipata matone ya damu hapo. Lakini ni uhai wenye ulitoka kwa hiyo damu. Kwa pamoja? Unanielewa? Ni uhai wenye ulikuwa katika hiyo damu. Na huo uhai unafunuka katika neno la ahadi. Uhai wa damu hufunuka katika neno la ahadi. Kwa hivyo kama ni damu, ni uhai huo wa damu, niko na haja naye. Na ni kweli niko na haja naye, kwa sababu lazima nipake hiyo damu, kumaanisha lazima nibebe huo uhai katika moyo wangu wakati huu. Lazima niwe na huo uhai ndani ya moyo wangu wakati huu. Sasa kama ninahitaji huo uhai, si basi nitatafuta ahadi yenye ni ya wakati huu katika neno, kwa sababu hapo ndipo huo uhai unatoka. Tuko dada, fikiria ninasema nini kwa neema ya Bwana. Kama sina hiyo ahadi, siwezi pata huo uhai, kwa sababu ahadi ya neno ndio inatoa huo uhai. In other words, Bwana hapo ndipo anajiweka wazi ili ajulikane, mwenye alimwaga damu, mwenye alitoa uhai wake, anajiweka wazi katika ahadi ya wakati, ndio wewe na mimi tupate huo uhai wa damu. Amen. Tupate huo uhai wa damu. So unaona, basi utakuwa na haja, nitakuwa na haja ya hiyo damu. Na anatuambia hapa Roho Mtakatifu hufuata hiyo damu. Unaona, hufuata hiyo damu. So vile amekuja akiwa huyu malaika mkuu gurumo 7, basi atafuata hiyo damu, kwa sababu ndugu Ibrahim anasema yeye hufuata hiyo damu. Na ndiyo sababu unaona lazima yeye aweke wazi kwa bibi harusi ahadi yenye ni ya wakati huu. Kwa sababu kutoka kwa hiyo ahadi, hapo ndipo uhai wa hiyo damu utawekwa wazi. Ana haja, anafuata hiyo damu. Ndio ndugu Branham anasema, ndio sababu anaingia katika neno la nabii, ujumbe wa nabii, anaingia katika Biblia ili atoe ahadi. Kwa sababu kupitia kwa hiyo ahadi sasa, hapo ndipo uhai wa damu unapatikana. Na tutaweza ona kitu ya ajabu kudhibitisha hiyo. Ninakuambia dada, unaona wakati Mungu alimtokea Musa katika kule Sinai, mlima Sinai, akamtokea Musa, alimwambia nini? Nimesikia kilio cha Israeli, watoto wa Yakobo, Israeli, watoto wa Israeli. Nimesikia kilio chao, nimeona mateso yao, na nimekuja, nimeshuka ili ni wakomboe kutoka katika hiyo mateso. Na ukirudi katika Mwanzo 15, alikuwa amemwambia Ibrahimu ate uzao wake ungeingia katika utumwa wa miaka mingapi? 400, na yeye angewatoa na mkono mwenye nguvu. So angalia, wakati Mungu alishuka kwa Musa, alikuja kutimiza hiyo ahadi yenye ilikuwa katika neno yenye alimpea Ibrahimu. Si ilikuwa ni neno alimpea Ibrahimu? Ibrahimu alikuwa na huo unabii. Ibrahimu alijua Mungu wake angetembelea Israeli wakati moja wakiwa katika utumwa, na angewatoa kutoka kwa huo utumwa. Sasa Mungu alishuka kupitia kwa hiyo ahadi, akajifunulia Musa. Akajifunulia Musa. That pillar of fire descended. Unaona, mwali wa moto, uhai wa Mungu ukashuka kupitia kwa hiyo ahadi. Ati nimesikia kilio cha wana Israeli. Hiyo ilikuwa ahadi alikuwa amepea Ibrahimu. Kupitia kwa hiyo ahadi akajiweka wazi kwa Musa. Amen. Unaona hiyo ahadi? So kama Roho Mtakatifu hufuata hiyo damu, lazima kila wakati atatoa ahadi ya wakati. Kila wakati atafuata neno la ahadi la wakati, kwa sababu hapo ndipo uhai unatoka. Hapo ndipo uhai unatoka. Uelewe ni kwa nini tunaongea kuhusu muhuri wa saba. Uelewe
kwa sababu hapo ndipo uhai wa Kristo wakati huu kwa ajili ya bibi harusi unatoka hapo. Hakuna mahali pengine, hakuna mahali pengine isipokuwa chini ya muhuri wa 7, kwa sababu ndiyo ahadi. Haleluya! Unaona umuhimu wa hilo jambo? Amen. Huo ndio umuhimu. Tunamtafuta Bwana, unamtafuta Bwana, mwingine anamtafuta Bwana, lakini anaweza patikana wapi? Ataweza tu kujiweka wazi katika ahadi ya wakati. Amen. Katika ahadi ya wakati Bwana ajiweke wazi ili tupate uhai wake. Brother Branham anasema okay, ati see, that was the purpose of him coming. Ati hiyo ndio sababu ya kuja kwake. Unaona? That's what he followed in every age. Ati hiyo ndio alifuata kila kisasi. Every age he followed that to see that it's brought forth. Ati kila kisasi yeye alifuata hiyo ili aone imeletwa hiyo damu. Sikiza, hapa ndio muhimu ushike. And they could not be made perfect without us. Ati na hange kamilika bila sisi. Wale wote wa Kristiano wenye wamekuwa huko nyuma hawangekamilika bila sisi. Anasema, and now the entire Holy Spirit visits the church, making God in human flesh as he did before Sodom, the burning there, which was a type. Unaona? Ati the entire, and now the entire Holy Spirit. Ati na sasa Roho Mtakatifu wote. Sasa huyu ni nani? Huyu ni Roho Mtakatifu wote, si sehemu wakati wa Laodicea ama wakati wa Wesley ama wakati wa Luther. Luther walikuwa na sehemu ikatoa haki, Wesley wakawa na sehemu ikatoa utakaso, Laodicea ikawa na sehemu ikatoa ubatizo, kurejeshwa kwa vipawa. Sasa sisi anakuja wote, the entire Holy Spirit, Roho Mtakatifu wote katika utimilifu wake ameshuka kwa ajili ya wakati huu chini ya muhuri wa 7 kwa ajili ya bibi harusi. The entire Holy Spirit. Unasikia vile ndugu Branham anasema hapo? Anasema, and all the things that he has done through the ages in the church ages he is doing now. Tena yale mambo yote yenye hakufanya katika vizazi 7 sasa anafanya akimtumia ndugu Branham. Na pia anasema back to the word. Ati turudi katika neno, because the messages and the messages and the messages has to wind up in the entire world. Unaona? Ati in the last days the 7 seals being opened was to pick up every struggle that's been left off in it and make the whole thing one great big body of the bride. Unaona hapo ameongea nini? Ameongea kuhusu the entire world. Neno lote likimtoa the entire Holy Spirit. Ati kusudi na haja yake ya kulete neno lote pamoja kutoka kule lilikuwa lime scattered, limetawanyika kwa mafundisho ya kidhehebu, akalilete pamoja, akalete neno lote pamoja. Ilikuwa ndio awe na neno lote, the entire world, neno lote. Amen. Na wakati alikuwa na neno lote, mihuri 7 ikavunjwa. Amen. Amen. Mihuri 7 kuvunjwa, Roho Mtakatifu wote akashuka, the entire world bringing forth the entire Holy Spirit. Amen. In other words, ninasema nini? So unaona yule tunaongea juu yake si sehemu. Wakati wa Luther, wakati wa Wesley, wakati wa Kipentekoste, huyu malaika mkuu wa Ufunuo 10 ni nani? The entire Holy Spirit. Amen. Roho Mtakatifu wote, kwa sababu amepatikana baada ya neno lote kuletwa pamoja, muhuri wa 7 ukamweka wazi. The entire Holy Spirit visits the church. Sasa Roho Mtakatifu wote huyu ametembelea kanisa lake, amemtembelea bibi harusi. Unaelewa? Oh my, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So unaona malaika wa Ufunuo 10 ndiye huyu. He is the entire Holy Spirit. Amen. Roho Mtakatifu wote. The person of the Holy Ghost. Amen. Ni ndiye utu wa Roho Mtakatifu. Si kipawa, not a gift. Si kipawa, ni mwenye vipawa. Amen. Amen.
the entire Holy Spirit. Yeye mwenyewe, the person of the word. Yeye ndiye neno mtu, the word. Yeye neno, Roho Mtakatifu mwenyewe, the person of the Holy Ghost. Amen. Ametembelea kanisa, ndiye huyu malaika mkuu. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Unaona, yeye wote ametembelea kanisa akiwa huyu malaika mkuu. Amen. Wakati wa Luther hawangemuona huyu kwa sababu alikuwa na sehemu yake. Wakati wa Wesley hawangemuona kwa sababu alikuwa na sehemu. Wakati wa Kipentekoste Laodicea, wabatizo wa Roho Mtakatifu, kurejeshwa kwa vipawa, hawangemuona kwa sababu hiyo ilikuwa ni sehemu. Amen. Lakini wakati wetu, the person of the Holy Ghost has descended as this mighty angel of Revelation 10. Amen. Yeye huyu malaika mkuu wa Ufunuo 10. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Yeye huyu ndio sababu tumesoma juu yake. Ningetaka tumwangalie. Ni look at those symbols. Tumechukua huo wakati mwingine tukaangalia those symbols. Katika Ufunuo 10, those symbols. Ndio sababu tumesoma those symbols. Okay. Unaona? Tutasoma hizi hukumu, tutaenda moja kwa moja kwa those symbols. Kisha naona vile imesema katika Ufunuo 10, tuende hapo by the grace of God. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a crown. Naona, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Atikisha Yohana anasema, kisha katika Kiswahili nikaona malaika mwingine mkuu akishuka kutoka mbinguni, amevaa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Kisha na kilia Yohana, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, somee ndugu Ben kama utaipata, ama brother Nyongeza uwepa, somee Ufunuo 1 quickly. Ufunuo 1 tusomee Ufunuo 1, usome haraka kuanzia 12 hadi 19. Haraka ndugu. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Iliyosema nami na nione ile sauti, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwili wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Amen. Nasikia?
Yohana alimsimamia bibi harusi. Yohana alimsimamia bibi harusi. Unaweza niuliza ndugu Mwangi, unasemaje? Angalia, kwa sababu aliambiwa andika yale yamepita na yale yenye yanaendelea na yale yenye yatakuwa yatakuweko. Write these things which thou hast seen, yamepita, and the things which are, yenye yanaendelea, and the things which shall be hereafter, na yenye yatakuja. So Yohana akayaona yote, akayaona. Unaona, yale yenye yalipita na yale yenye yalikuwa yakiendelea na yale yenye yangekuja. Na tunaona hayo yalikuwa ni yale Bwana angefanya na bibi harusi wake, yenye alifanya, yenye alikuwa akifanya na yenye angefanya. Yohana akayaona yote. So tutaweza right phrase, Yohana alimsimamia nani? Alimsimamia bibi harusi. Kwa sababu ona, yale Yohana aliona yakiendelea, ikija sasa ni wakati wetu, yale tuseme hivi, yale Yohana aliona yakiendelea kuhusu wakati huu, kwa sababu Yohana aliyaona yote yenye yalihusu wakati huu wetu, kufunguliwa kwa muhuri wa 7 na kushuka kwa Bwana Yesu Kristo akiwa huyu malaika mkuu wa Ufunuo 10. Unaona, Yohana akaona hayo. Ndio sababu anasema kisha nikaona malaika mwingine akifanya nini? Akishuka kutoka mbinguni, amevaa wingu. Yohana akaona. Yohana alimwakilisha bibi harusi. Sasa wewe na mimi tunapata ufunuo wa kile Yohana aliona. Yohana aliona na macho yake ya kinabii. Kumbuka alikuwa katika, he was in the spirit, alikuwa katika roho. So alikuwa anaona na macho ya kinabii katika roho, akaona. Na huyo Roho Mtakatifu mwenye alimfahamisha ndio aone hayo mambo, ndiye huyu mwenye anayafunua kwa bibi harusi wakati huu. So tutaweza sema huyo Roho Mtakatifu ndiye huyu malaika mkuu wakati huu wetu, kwa sababu anayaweka wazi ili yale ambayo alimuonyesha Yohana. Kumbuka Yohana was in the spirit. Sasa wewe na mimi itabidi tuingie katika huyo Roho. Lakini sasa huyo Roho analeta ufunuo kwetu. Analeta ufunuo. Naelewa? Analeta ufunuo. Roho Mtakatifu yule mwenye alimuonyesha Yohana, because he was in the spirit, wacha nirudie. Sasa ndiye anaiweka wazi kwa bibi harusi, ili bibi harusi, wewe na mimi tupate ufunuo. Tupate ufunuo. Na kama ningekuwa na wakati tungerudia yale tumesoma. Unaona? Inasema mstari wa 12, and I turned to see, huyo mwenye alikuwa anaongea na yeye. Yohana sasa akapinduka, huyo mwenye alikuwa anaongea na yeye. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. Kaona hiyo vinara 7 ya mishumaa. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Unaona, Yohana anamdescribe. So unaona huyu ndiye, unaona nywele zake ni nyeupe. Unaona? So kama hii picha ingekuwa mzima, kwa sababu hii ni kichwa, tungeona haya, lazima tungeona yale Yohana aliona, haya yenye ameeleza. Lakini alishikwa tu kichwa chake. Unaona? Alishikwa tu kichwa chake, kwa sababu fikiria Yohana anasema nini? Anasema hivi, his head and his hairs were white like wool. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Unaona, alimuona huyu? Amen. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. As white as snow, nyeupe kama theluji. And his eyes were
as a flame of fire. Anaendelea kumweleza. So ni kumaanisha kama Bwana angepigwa picha hii yote, tungemuona vile Yohana anasema. Hiyo picha ikashika kichwa, na tunaona ni kile Yohana alituonea. Yohana akatuonea. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa Yohana kwa sababu alituonea, akatuwakilisha sisi. Sasa sisi tunapata ufunuo wa hayo. We get a revelation of what John saw. Yale Yohana aliona, sisi tunapata ufunuo wake. Nakumbuka Yohana ndiye yule mwanafunzi Bwana alipenda sana. Bwana alimpenda. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ninaamini alimpenda Yohana, kwa sababu katika Yohana alimuona bibi harusi wake. Katika Yohana ndio akampenda, kwa sababu Yohana ndiye angesimamia bibi harusi. Akampenda Yohana kuonyesha alikupenda wewe, akanipenda mimi, akapenda wale wengine wote wenye walikuwa katika huyo bibi harusi wake. Akampenda Yohana. Unaona, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. So Yohana alitusimamia sisi, na kile aliona katika in the spirit, akiwa nabii, sisi tunapata ufunuo wake. So katika Ufunuo 10 pale turudi, anasema kisha alikuwa anaendelea kuona mambo, akaona, lakini wakati ilifika Ufunuo 10 anasema kisha nikaona. Kisha hiyo kisha ni neno la Kiswahili, ukirudi katika kamusi usome kisha ni kusema nini. Ni kama vile imesema katika Kiingereza inasema end, imeanza na end. I saw. Kwa wale wasomi wa Kiingereza unaona ikiwekwa hapo end, tunasema nini? It's a conjunction. Nafikiria kitu kama hicho, a conjunction. Ni kuonyesha kuna mambo yenye yalikuwa yakiendelea, lakini inafika pahali unatia kikomo. Conjunction. John anasema end, kisha. Sasa akatia kikomo, akaona yale yalikuwa yakiendelea, lakini akatia kikomo. Sasa akaona malaika mkuu akishuka. Na ikija kwetu sasa kama bibi harusi, kwa sababu sisi ndio tunapata ufunuo wake, kama Yohana alitia kikomo kwa yale yenye yalikuwa yakiendelea, sisi nasi lazima tutie kikomo. Naweza niambia ndugu Mwagi, unasema nini? Ninamaanisha hivi, hatuwezi tukavuruta mambo ya makanisa na mambo ya udhehebu na mambo ya imani ya kikanisa. Lazima tufike pahali tutie kikomo kwa hayo yote. Tufike pahali tutie kikomo kama Yohana, tuanze kuwaza kuhusu malaika mkuu. Huyu malaika mkuu I saw another mighty angel descending. Kisha nikaona malaika mwingine akifanya nini? Akishuka. Sikiza vile ninasema dada tu. Huwezi changanya ufunuo huu wa Bwana na mambo mengine. Lazima uondoe hiyo katika moyo wako, katika mawazo yako. Mambo ya makanisa, mambo hayo ya makanisa. Kanisa hili la ujumbe, kanisa lile la ujumbe, kanisa letu, wahubiri. Mambo hiyo ya ukanisa lazima uondoe. Lazima wewe na mimi tuwe na haja na Bwana, kwa sababu hayo sasa lazima tuyatie kikomo. Kumbuka hapa sasa haiongei kuhusu kanisa, liwe la kidhehebu, liwe la ujumbe, haiongei kuhusu kanisa. Hapa sasa macho ya Bwana nataka niseme macho ya Bwana ama mkusudi na mpango wa Bwana ni kuhusu bibi harusi wake. Ninasema nini wandugu? Hiyo mambo ya makanisa ilikuwa na wakati na umuhimu wake. Tulitoka kwa madhehebu tukawa kanisa. Unaona? Na ukiangalia tukienda na hiyo taratibu ya safari yenye Mungu aliwapa, unaona katika nyikani walikuwa wakihamahama. Haikuwa muhimu. Nyikani haikuwa muhimu kwa sababu walikuwa wakisonga mbele. Cha muhimu kilikuwa waende katika nchi hiyo ya ahadi. Na kutoka kwetu kwa madhehebu, umuhimu wa kutoka kwa madhehebu
tuwe kanisa la ujumbe, umuhimu wa kutoka kwa madhehebu ulikuwa ni twende tuingie katika unyakuzi. Mimi ninaiona hivyo kwa neema ya Bwana. Lakini sasa tumefanya makanisa kama ndiyo ya muhimu, tumefanya wahubiri kama ndiyo muhimu. Kanisa la ujumbe hili, kanisa la ujumbe lile, tununue plot tujenge kanisa. Hayo ndiyo mambo yenye we have preoccupied ourselves with those things. Lakini kumbuka, tulitoka kwa madhehebu ndio tuingie katika unyakuzi. Katika unyakuzi. Hii safari ya hapa katikati kiroho ilikuwa ya muda. So lazima turudishe macho yetu kwa Bwana. Kama Yohana tutie kikomo kwa hayo mambo yote. Kama Yohana tutie kikomo kwa mambo ya makanisa na mambo ya kufikiria juu ya Mungu kidhehebu. Tutie kikomo. Amen. Yohana akasema kisha. Amen. Katia kikomo kwa yale yenye alikuwa naendelea naye. And I saw another mighty angel descending. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ona, Yohana baada ya kutia kikomo ndio alimuona huyo malaika mkuu akishuka. And I saw, kisha nikaona. So kama sisi wewe na mimi ndio tunapata huu ufunuo wa kile ambacho Yohana aliona, kwa sababu alisema nikaona malaika mkuu akishuka. Lazima tufike pahali katika mawazo yetu tutie kikomo mambo ya makanisa na mambo ya shughuli za kiudhehebu kanisa, ndio tuweze kupata ufunuo. Kwa sababu ni nini ambacho Yohana aliona? Ni huyu malaika mkuu akishuka. Amen. Yohana akamuona huyu malaika mkuu akishuka. Sasa mimi na wewe tupate ufunuo wake. Tupate ufunuo wake baada ya kutia kikomo. Amen. Yohana akatia kikomo. Alafu akamuona huyu malaika mkuu akifanya nini? Akishuka. Wewe na mimi tutie kikomo. Ndio tupate ufunuo wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika ufunuo. Tunaelewa? Amen. So dada ndugu, fikiriaga haya ni mambo muhimu sana. Usifungwe na mambo ya makanisa. Usikae tu ukiwaza kuhusu kanisa la ujumbe, mambo ya kanisa. Fika pahali utie hayo yote kikomo. Utaweza niuliza, ndugu Mwangi, nitie kikomo niende wapi? Upeleke uso wako kwa Bwana. Umuone Bwana. Umtafute Bwana. Umfikirie Bwana. Ujali mambo ya Bwana. Hicho ni kiwango kingine cha imani, itabidi tuinuliwe kama waaminio. Wewe na mimi tuinuliwe. Unaona? Ukija hapa ukiwaza juu ya kanisa hili na mambo ya mahubiri na nini, dada ndugu, hauna faida kabisa. I'm telling you the truth. Kwa sababu haja yako kuja hapa kwa hili kanisa ni gani? Ndio mkutane na Bwana umjue. Kama si mjui, kama humjui, iko haja gani ya kwenda kanisani? Si afadhali nikae nyumbani? Kabisa. Fikiria, kama sitampata Bwana na ndiye amenilete kanisani, si afadhali nikae nyumbani? Afadhali kwenda kufanya shughuli zile zinafanywa na watu ya ulimwengu. Kwa sababu iko haja gani kuwa mtu wa kanisa na sina Bwana? Na sina Bwana. Na unaona, wakati wa Bwana Yesu Kristo akiwa na mwili hapa duniani, wale wote walikuwa wa kanisa walirudi nyuma. Mwishoe, si aliwaambia mwishoe, akawaambia mkule nyama zangu na mkunywe damu yangu, wakakwasika. Na ni wale walikuwa wakimfuata wakakwasika, wakarudi nyuma. Akageukia wale 70 wenye walikuwa wazee wahubiri, akawageukia akawauliza, na mkiona mwana wa Adamu akipaa mbinguni kule alitoka? Wakakwasika. Wakasema, Bwana wa Adamu gani? Si wewe tunajua mama yako, si tunajua baba yako, uende mbinguni wapi? Biblia inasema wakamuondokea. Akabaki na 12. Hao ndio walikuwa sehemu ya bibi harusi wakati huo. Unaona? Akawaambia, si hata nyinyi muende?
Wakamuuliza, tuende kwa nani? Najua wewe ndio una neno la uzima, ama wewe ndio una uzima. Unaona, wewe na mimi kwa neema ya Mungu tufike pahali sasa tuondoe macho yetu kwa mambo ya kanisa, ukanisa, wahubiri. Tuondoe macho yetu, tuondoe mioyo yetu hapo. Tusifungwe na makanisa, tusifungwe na wahubiri. Tumwelekezee Bwana Yesu Kristo, huyu malaika mkuu, macho yetu yake ya moyo. Tumwelekezee yeye. Otherwise ni kumaanisha nini? Sisi kama wao mwishowe tutarudi nyuma. Tutaingia katika dhiki. Kwa sababu mwishowe ni nini kingine? Kanisa linaishia wapi? Katika dhiki. Naweza niuliza ndugu mwangu, unataka kuniambia kanisa la ujumbe litaishia katika dhiki? Ndio. Kwa sababu bibi harusi anaitwa kutoka kwa kanisa aende kwa Bwana. Utaweza niuliza ndugu mwangu, bibi harusi anaitwa kutoka kwa kanisa aende wapi? Aende kwa kanisa gani lingine? Ninaongea kuhusu unyakuzi. Aende kwa Bwana, ajiandae kwa ajili ya kwenda katika unyakuzi. So spiritually anaitwa atoke kwa kanisa, macho yake iondoke hapo, moyo wake aupeleke kwa Bwana. Amen. Tunaelewa? Amen. Najua vile tunaendelea ndio yanaenda yakiwa magumu, yakiwa yakikwasa, yakiingia katika kilindi chake. Okay. Bwana anasema kisha. So nasi lazima tutie kikomo. Tutie kikomo. Tumgeukie huyu mwenye Yohana aliona akishuka, huyu malaika mkuu. Na tunajua huyu malaika mkuu ni Bwana Yesu Kristo wakati huu. Kisha kaona malaika mkuu akishuka kutoka mbinguni. Unaona? Yohana tumeona alimsimamia bibi harusi mwenye angeelewa. Na huyu malaika mkuu mwenye anashuka tunajua ni nani? Ni Kristo. Amen. Unaona? Yeye ni malaika, kimaanisha ni mjumbe. Kama vile tumesoma katika kitabu cha Breach, ni mjumbe. Nabii akisema katika kitabu cha Breach ni mjumbe. Unaona? Ni mjumbe kwa bibi harusi mwenye angepokea ahadi ya unyakuzi. Bibi harusi mwenye ana hiyo ahadi, Bwana Yesu Kristo, huyu malaika mkuu ni mjumbe kwake. Amen. Unaona? Ni Kristo akijifunua katika neno la ahadi. Neno la ahadi kama vile nimekuambia, alijifunulia Musa kupitia katika neno la ahadi lenye alikuwa amempea Ibrahim. Mwanzo 15 ukisoma, akachukua hilo neno la ahadi ati angekuja na mkono mwenye nguvu akoboe Israeli kutoka katika utumwa. Hilo neno la ahadi, akatumia hilo neno kujiweka wazi ili Musa amjue. Unaona? Na Musa ndiye angepeleka huo ujumbe kwa Israeli. So akajijulisha Musa. Musa akawa na ufunuo wake. Unaona? Alafu baadaye huyo ushuhuda wa Musa, Mungu huyo wa Musa akajifunulia Israeli, nao wakamuona wazi wazi, wakamjua. Wakati Musa alishuka Misri, Mungu akaja na ishara na maajabu. Unaona? Wakati Musa alishuka Misri, kitu cha kwanza alifanya ni nini? Alisanya wazee, akawapa huo ujumbe. Alafu akaangusha mti wake ukawa nyoka. Nguvu ya Mungu ikalete uhai kwa huo mti wa Musa, ukawa nyoka. Unaona? Akaweka mkono wake kwa kifua, ukatoka ukiwa leprous. Umeshika nini? Ukoma. Ni nguvu ya Mungu, kwa sababu alikuwa amemuonyesha pale katika mlima hizo ishara. So wazee wakaangalia, wakaona nguvu ya Mungu, wakaamini. Alafu wakaenda sasa kwa Israeli, wakawaambia Israeli, wakaamini. Wakati walitoka Misri kubuka, walikutana na huyo Mungu wazi wazi. Wakamuona katika huo mlima Sinai. Unaona? Si walimuona? Walimuangalia
mpaka wakaambia Musa, huyu ni wa kutisha. Atiwacha yeye aongeage na wewe, alafu unakuja unafanya nini? Unatuambia. Walimuona wazi wazi, alijiweka wazi, wakamjua. Unaona? Sasa tunasema nini? Angalia hapa. Huyu malaika mkuu akiwekwa wazi kwa bibi harusi kupitia katika ahadi ya wakati huu. Na kupokea hii ahadi ni kumpokea Bwana Yesu Kristo. Kupokea hii ahadi ni kumpokea Bwana Yesu Kristo wakati huu. As simple as that. Kupokea ahadi ya muhuri wa 7, gurumo 7. Kupokea huyu malaika mkuu ni kumpokea Bwana Yesu Kristo wakati huu. Kama sina huyu malaika mkuu, basi ni kusema sina Bwana. Sina Bwana. So hiyo yote kuamini ndugu Branham inakuwa bure. Haina kazi. Kukaa katika kanisa haina kazi. Kwa sababu nilimuamini Brother Branham ili aniongoze kwa Bwana Yesu Kristo. Ni kama hiyo kazi yote ya Elieza kwenda kumtafuta bibi harusi. Kama Rebeka hangempata Isaka, hiyo kazi ilikuwa na maana gani? Haikuwa na maana. Kama Rebeka hangempata Isaka, kama Elieza pengine angemchukua muongoze huko kwa kichaka wilderness, akimsungusha na hizo ngamia, wakijenga makanisa. Wanatulia hapa siku 2, wanatoka wanaenda pande ile nyingine, wanatulia na hizo ngamia siku 2. Kama vile tuna hiyo ndio kazi ya kumakanisa makanisa. Lakini haja gani? Haja ya Elieza kumchukua Rebeka kutoka kwa watu wao ni amuletee Isaka. Amen. Unaelewa? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Na haja ya ndugu Branham kutoa waaminio kutoka katika udhehebu ni atuletee Bwana Yesu Kristo, Isaka wetu, Bwana wetu. So kama hatumpati Bwana chini ya muhuri wa 7, hakuna haja ya kutoka kwa madhehebu. Haina haja. Kwa sababu hatukuitwa tulijitengeneze makanisa. Lakini tulitoka kwa madhehebu ndio tuende tukakutana na Bwana. Na Bwana ndiye huyu mwenye anajifunua chini ya muhuri wa 7. Amen. Naona? Okay. So kumpokea Kristo wakati huu. Kwa sababu ni Kristo anajifunua. Kristo akijifunua katika Ufunuo 10. Katika Ufunuo 10, bibi harusi atafanya nini? Ataelewa. Bibi harusi ataelewa. He will understand. Bibi harusi ataelewa. Brother Branham anasema nini? Sikiza. Kusomea kidogo. He says this. Anasema hivi. Katika ujumbe wa Easter Seal, muhuri wa Pasaka, paragraph 16 anasema nini? Anasema Easter Seal paragraph 16 anasema, unaona? But he that understandeth, ati ni yule mwenye anaelewa. He that knoweth his place in this hour, ati mwenye anajua mahali pake, nafasi yake katika saa hii. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath present tense eternal life, shall not come into the judgment, but already passed from death unto life. Ati mwenye amesikia neno langu na amemwamini aliyenituma, present tense, ana uzima wa milele. Hata pitia katika hukumu, lakini tayari amepita mauti, ameingia katika uzima. Unaona? Mwenye anaelewa kile ambacho kinaendelea saa hii. He that understandeth. Yohana akamuona huyo malaika mkuu. Wewe na mimi tunaelewa. In other words, Bwana anatupa ufunuo wake. Wa huyo malaika mkuu mwenye Yohana aliona. Bwana anatupa kuelewa. Ukisoma katika Biblia utaona kwingine na kwingine inasema he gave them understanding. Akawapa kuelewa.
So di Bwana anatupa that understanding. Di Bwana anatupa hiyo kuelewa. Anaweka wazi neno lake. Unaelewa, ninaelewa. Unaona ukweli huu, ninaona ukweli huu. Sikiza, nabii anasema, then when this new eternal life dwells in you, ati ukielewa una uzima wa milele. Ati na wakati huu uzima wa milele unakaa ndani yako, it is the potential or the earnest of you being quickened from mortal to immortality. Ati ni kile ukonyacho cha kuonyesha wewe umehuishwa, ukatoka katika wakati ukaingia katika umilele. Ukatoka katika kuwa mtu wa moto, mtu wa kawaida, ukawa imoto, ukawa mtu wa kiroho. Tunaweza sema hivyo, immortality, mtu mwenye ni wa kiroho. Nabii anasema, let me say that again, atiwacha niseme hiyo tena. When this spirit has found you, the individual, ati wakati huyu roho anakupata wewe ukiwa mtu binafsi, and has come upon you, na anakuja juu yako, it is the potential of your eternal inheritance that God thought of you and made for you before the foundation of the world. That is your potential. Ati huyu akikupata, ukielewa huku, ukipata kuelewa huku, kulete uhai katika moyo wako. Brother Branham anasema hivi, ati ni kuonyesha potentially. Ati sasa wewe popote uko, pale umekaa, potentially umepata urithi wako kwa kile Mungu alikufikiria kabla ya misingi ya ulimwengu. Amen. Umepata urithi wako. Na kwa sababu hii ndio nafasi yetu, muhuri wa 7. Na muhuri wa 7, kumbuka, ndio umebeba ahadi ya unyakuzi. Hii Ufunuo 10. Sasa ni nini tumerithi kutoka kwa Mungu? Ni muhuri wa 7. Amen. Tumeona hivyo, tumekuwa tukiona hivyo. Tumerithi muhuri wa 7. Tumerithi uhai wa unyakuzi. Sasa tayari tuko na uhai wa unyakuzi. Ndio maandiko itimie, inasema wawili watakuwa kwa shamba, nitachukua moja niwache mwingine. Wawili watakuwa kule nje, nitachukua moja niwache mwingine. Unaona? Amen. Kumaanisha nini? Kwa sababu potentially we are in the rapture. Potentially we have our inheritance. Tuna urithi wetu ndani ya moyo, kwa sababu haya ni mambo ya kiroho. Sasa wewe ndani ya moyo, mimi ndani ya moyo, nimebeba urithi wangu. Nimebeba urithi wangu. Amen. Unaona? Anasema nini? He that understandeth, he that knoweth his place in this hour. Ati mwenye anaelewa ni mwenye anajua pahali pake sahi. Yohana akasema, kisha nikaona malaika mwingine, nikaona malaika mwingine mkuu. Sasa ndugu Branham anatuambia Yohana akaona. Sasa wewe na mimi, kwa sababu Yohana alitusimamia, na hiyo Yohana aliona malaika mkuu wa Ufunuo 10, ndio ilihusu wakati huu wetu. Sasa wewe na mimi lazima tupewe kuelewa, lazima tupate kuelewa, lazima tuwe na ufunuo wa nini ambacho kinaendelea. We have to understand this. We must be given that understanding. Lazima tupate kuelewa huku, na anasema kuelewa huko katika moyo ni kile ambacho uko nacho cha kuonyesha wewe umerithi Mungu katika ahadi hii. Anasema hivi, anasema katika huu ujumbe wa Christ is the mystery of God revealed. Kristo ni siri ya Mungu imefunuliwa, paragraph 3. Anasema, he that heareth my words, ati mwenye anasikia maneno yangu, I said, that isn't just sitting and listening to it. Ati nikasema, hiyo sio kukaa tu hapo na kusikiza. Ati mwenye anasikia maneno yangu. Nabii akasema, alikuwa akiongea na mtu. Ati hiyo tu sio tu kukaa hapo na kusikiza. That's receiving it. Ati lakini ni uwe unapokea. Unapokea. Receiving it. Unapokea. You believe it. Ati unaamini. Something inside of you tells you it's right. Ni kitu ndani ya moyo wako kikwambia ati hiyo ni kweli. You've accepted it. Umeipokea. You believe it. Umeiamini. It is yours. Ni yako. Sikia vile nabii ameiweka. Unaona? Ni wakati una isikia na kuelewa
na kuipokea. Ati ni wakati unaisikia na kitu ndani ya moyo wako kinakuambia hiyo ni kweli, hiyo ni kweli, unaipokea. Ati wakati Yohana aliona, sasa wewe na mimi lazima tufanye nini? Lazima tuelewe. Lazima tuelewe. Huko kuelewa ni hayo yenye nimekusomea nabii akisema. Sikiza, anasema hivi katika ujumbe huu wa church 7 church ages, nyakati 7 za makanisa. Anasema paragraph 179 katika Pergamian church age, kizazi cha Pergamos, anasema paragraph 179 7 church ages, anasema kizazi cha Pergamos, anasema as today's church is filled with mental believers who endorse the virgin birth, the shed blood, going to church, taking communion, and are not reborn at all. Even so, in that age was the same problem. Sikiza vile anasema hapo, ati kama vile kanisa la leo, kanisa la leo limejaa na waaminio wa akili, kujua tu, ni kujua tu. Ati kanisa la leo, unaweza niambia kanisa la ujumbe, waaminio wa akili, kujua tu, na wanaona ni kweli, alizaliwa na bikira, wanaamini damu ilimwagwa, wanaamini kwenda kanisani, kula meza ya Bwana, wanaamini hayo yote na wanafanya, lakini ni kwa ujuzi tu wa kiakili. Unaona, ati hawajazaliwa mara ya pili, hawajazaliwa mara ya pili. Ati hivyo ndipo kizazi hicho cha tatu, hiyo shida nabii anaita hiyo ni shida ilikuweko. In other words, dada ndugu, huu ufunuo wa Kristo lazima ulete uhai katika moyo. Huyo ndiye bibi harusi. Si washiriki tu waaminio, washiriki wa kanisa wa kiakili wenye wanaamini ujumbe wa nabii vile wanasema, lakini hawamjui Bwana, hawajakutana na Bwana ili awape uhai ndani ya mioyo yao, wazaliwe mara ya pili. Nabii anaita hiyo shida, problem. Uisiwe hiyo ndio shida nasi tuko naye. A problem. Anasema okay, at human faith wasn't enough then and it is not enough now. Ati hiyo kujua, imani yenye ni ya kiakili tu kujua, ati haingetosha wakati ule na haitoshi sasa. Na wacha nikwambie hivi, ndio sababu unaona hata mambo mengine hatuwezi kuyafikia hata tukiomba, kwa sababu hatuna imani. Ikifika ni mambo mengine tunakwama, na tunamuomba Mungu na tunafunga na kutafuta, lakini hatuna imani. Kwa nini tunakosa imani? Kwa sababu huenda ikawa hatuna ufunuo wake. Itaweza kuwa ama kama hatuna ufunuo wake, ni kama vile nabii anasema hatupei huo ufunuo nafasi ndio ulete na ukuze imani ya Bwana iliyosimama. Tumechanganyikiwa na mambo ya ulimwengu na shughuli za hapa na pale, ndio tunasikia neno na tumeamini na kweli tuna ufunuo, lakini mambo ya dunia, mambo ya maisha yetu inatunyima nafasi kushughulikia imani hii ya unyakuzi, ndio ikue iweze kujitwalia yale ambayo ni mahitaji yetu ya kila siku. Challenges zingine zikija kwetu, basi tunakaa katika kufungwa minyororo ya muovu, mwaka nenda mwaka rudi. Wewe ni mtumwa si mtumwa wa Mungu. Ati wewe ni mtumwa wa muovu. Kufunga na kuongoza popote katika shida hii shida ile, kwa sababu imani yako imani yangu haikui, imekaa tu pahali moja, hata saa ingine haiko. Hili jambo tunatakiwa tushughulikie, tuishughulikie kwa neema ya Bwana, ndio tuondoke katika hiyo hali. Brother Branham anasema nini hapa? Anasema hiyo imani ya kiakili haikugetosha wakati huo na hata leo haiwezi tosha. Anasema it takes the very faith of the Son of God to drop into a man's heart
so that he can receive the rod of glory into the temple not made with the hands. Hata inachukua imani ya mwana wa Mungu hai, imani hai ya mwana wa Mungu ije katika moyo wa mwanadamu, ndio ampokee Bwana katika hekalo la moyo wake. Anasema this was a living faith. Hata ni imani, hii ni imani iliyo hai. Sasa swali ni wewe na mimi tuko na hiyo imani iliyo hai kwa ufunuo huu wa Bwana wakati huu. Pia anasema hivi, unaona? Anasema I live by the faith of the Son of God. Paulo akisema ati ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Anasema Paul did not say that he lived by faith in the Son of God. Ati Paulo hakusema anaishi kwa imani katika mwana wa Mungu, si imani katika it was the faith of the Son of God. Ati aliishi kwa imani ya, kumaanisha alikuwa na hiyo imani ndani ya moyo wake. Si imani katika mwana wa Mungu. Ati niko na imani katika huyo Mungu. Si ati nina imani atanisaidia, niko na imani, lakini ni uwe na imani yake katika moyo. Imani iliyo hai. Tuitumie. Ije kwanza katika moyo, alafu wewe na mimi tuitumie katika maisha yetu, hiyo imani ikiwa hai. Brother Branham anasema, ona, anasema it was the faith of the Son of God that God had given him life. It was the faith of the Son of God that had given him life and kept him living in Christian victory. Ati ni imani ya mwana wa Mungu yenye ilimpa uhai. Okay, na ikamweka akiwa mshindi katika ukristiano wake. Katika ukristiano wake. Unaona hiyo imani? Hiyo imani. So Yohana anasema kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni amevaa wingu. Kisha nikaona. Sasa wewe na mimi tuelewe huyo malaika mkuu. Yohana akatuonea. Sasa wewe na mimi tupate ufunuo wake, tuelewe kumuhusu, ndio atupe imani. Wewe na mimi tupate ufunuo wake, kwa sababu Yohana alituonea. Kisha nikaona. Amen. Hallelujah. Naelewa? Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Nasema nini? Kisha akaona malaika mwingine mkuu ameshuka kutoka mbinguni, amevaa wingu. Huyo malaika mkuu tunajua, tumesema ni Kristo. Tumesema ni yeye amepigwa picha. Huyo malaika mkuu akishuka kutoka mbinguni amevaa wingu. Yohana akamuona, alikuwa katika roho. Ukisoma katika Ufunuo unaona akisema I was in the spirit. Kiza kidogo tusome tu kidogo, brother Bess ama brother Nyongesa yeyote yule. Someni katika Ufunuo ngapi? Ufunuo 1. Someni Ufunuo 1. Ufunuo 1:10. Baraka. Ufunuo 1:10. Na nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Unasikia? Nilikuwa katika roho. I was in the spirit in the Lord's day. Yohana alikuwa katika roho siku ya Bwana. Na kama tungekuwa tukiongea haya ungeona brother Branham anasema hivi, hiyo siku ya Bwana Yohana anaongea juu yake ilikaa miaka miwili. A whole 2 years. Yohana anaiita siku ya Bwana. Amen. Miaka miwili ndio siku ya Bwana. So hiyo siku ya Bwana kuna sehemu yetu katika hiyo siku ya Bwana. Ya Bwana. Hicho kipindi cha miaka miwili Yohana aliona hayo mambo yote. Alafu wewe na mimi tuna sehemu yetu, kwa sababu ilihusu bibi harusi kwa Bwana.
Amen. Nyakati 7 za makanisa ilihusu bibi harusi wa Bwana. So sisi, wewe na mimi, tuna sehemu yetu. Na vile Yohana alikuwa katika roho, huyo roho mwenye alimuonyesha hayo katika roho akaona, kisha nikaona malaika akishuka. Sasa wewe na mimi tuingie katika huyo roho, inalawazi, kwa sababu ndiye huyu Roho Mtakatifu alete uhai wa kuelewa. We have to understand this thing. Lazima tuelewe haya mambo, lazima tupate ufunuo wake. That same spirit, huyo roho mwenye alimuonyesha Yohana, wewe na mimi tuingie ndani yake. Ingie ndani yake. Amen. Ingie ndani yake. I was in the spirit. Unaona? Kwa katika roho siku ya Bwana. Alafu okay. Nasema nini? And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a crown. Kisha nikamuona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, amevaa wingu. Amevaa wingu. Naona? Amevaa wingu. You know, uweupe huu wingu. Unaona ni nini kilifanyika wakati hii picha ilipigwa? Unataka wanasema nini? Aliona ni mawingu kule juu. Nilikuwa mawingu. Kakaa weupe huo wa mawingu. Lakini wanasayansi wakaulizana, aje wingu na mawingu hutengenezwa hapa juu kidogo tu. Hii iko juu sana. Mawingu hiyo imetoka wapi? Ndio itengeneze hiyo hiyo kitu, ikapigwa picha. Kumbe lilikuwa ni wingu la Mungu. Lilikuwa ni wingu la Mungu. Yohana anasema hapa, nikamuona huyo malaika amevikwa wingu. Amevikwa wingu. Amevikwa wingu. Akamuona hivi. Thank you Lord. Amen. Baadaye unaona alipigwa picha wakati wa Bwana. Ile Yohana alimuona. Kwa sababu Yohana alisimamia wakati huu sehemu yetu. Kwa sababu si hii peke yake aliona. Si ametoka kutoka mwanzo, akawaonea wa Efeso, akawaonea Smyrna, akawaonea Thyatira, Pergamos, Saride, Philadelphia, Laodicea. Amen. Alafu sasa amemuonea bibi harusi. Kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, amevaa wingu. Fikiria, hii ilikuwa miaka gani? Miaka 2000 baadaye. Yohana akaona hiyo tu ilipigwa picha. Haya ni mambo tunatakiwa tutulie wakati mwingine tuwaze. Kitu Yohana aliona miaka 2000. Sasa kikapigwa picha. The same crown that John saw. Unaona? Yohana akiwa nabii wa Bwana alikuwa katika roho. Hii unajua, hili si tukio la kawaida. Hili ni tukio la Roho Mtakatifu. Yule roho mwenye alimuingiza Yohana katika roho akamsafirisha mpaka siku hii. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Basi tutaweza sema nini? Yohana akiwa nabii alisafirishwa mpaka wakati wa ndugu Branham. Akaona. Tunasema nini? Kumaanisha Yohana katika roho alikuweko wakati hiyo picha ilitokea. In the spirit. Kwa sababu huu ndio wakati Yohana alisafirishwa katika roho. Maajabu ya Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Fikiria ni tukio tu la ndugu Branham huko Arizona. Lakini ukija katika Biblia unaona ushahidi wake. Yohana akiweko. Akisha nikaona. Kumbuka Yohana alikuwa akiongea kuhusu kile aliona, hangedanganya. Kwa hivyo aliona hilo wingu. Amen. Unaweza niambia ndugu mwangu, unasema alihamishwa katika roho. Kumbuka wakati wa ndugu Branham. Wakati alitaka kujua kile kinaendelea huko mbinguni. Watu wakikufa, Wakristiano wanaendaga wapi? Akiwaza hivyo katika kitanda chake,
Si unaona? Aliambiwa ungetaka kujua? Akasema itaweza nisaidia sana. Si unaona? Akahamishwa. He was translated. Amen. Ukaweza niambia ndugu Mwangi huko ni kuhamishwa, ndugu Branham alihamishwa. Si ndio? Kwa sababu kumbuka huyo mwenye alikuwa akiongea na yeye alimwambia ate hii ndio itafanyika wakati wewe utaunganishwa na watu Amen. Amen. Ndugu Branham kitu 1960 akahamishwa, akaonyeshwa yale yalitokea mwaka wa 1965 wakati aliaga. Kwa sababu wakati huo ndio alienda. Ate hii itafanyika wakati wewe utaunganishwa na watu Amen. So what did God do? Mungu alifanya nini? Akamuhamisha katika roho. Amen. 5 years ahead. Na akaona vile atakuwa akiwa kijana. Akiwa kijana. Oh, fikiria ndugu Branham akiwa hapo na akiangalia mwili wake pale katika kitanda, hiyo ilikuwa na tofauti ya miaka mitano. Kule juu akiwa kijana anaona mwili wake. Kweli kabisa. Na akiwa kijana kumbuka alikuwa amehamishwa mbele miaka 5. Na anaona yule mzee 5 years nyuma. Na bado anamuona. Naye Yohana akahamishwa katika roho. Akakuja mpaka wakati huo 1963 akaona kisha akaona malaika akishuka kutoka mbinguni amevaa wingu. Akamuona huyo malaika kwa sababu alikuwa nabii, angeingia katika roho wa Bwana asafirishwe. Oh, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Wewe na mimi sasa tunaingia katika huyo roho. Sasa sisi wewe na mimi si kuhamishwa, tunahamishwa hasa. Amen. Wewe na mimi tunapata ufunuo kwa nini kilikuwa kinaendelea. Naona huyo malaika mkuu Yohana aliona ndiye huyu ametuletea uhai ndani ya mioyo yetu. Potential. Hata sisi tumehamishwa na Yohana. Kwa sababu tuna kile sasa Yohana aliona. Kwa sababu huyo malaika mkuu mwenye Yohana aliona tumebeba uhai wake katika mioyo yetu. In the spirit. Akahamishwa katika roho. Kisha nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni amevaa wingu. Amen. Ye huyo malaika. Ona, Branham anasema nini kuhusu hiyo wingu? What does he say about that cloud? Anasema nini kuhusu hiyo wingu? Kwa nini? Kwa nini avae wingu? What does it mean? Kwa nini avae wingu? Nakumbuka pale tulisema the entire Holy Spirit visits the church. Amen. Roho Mtakatifu mwenyewe. Amen. Kwa nini avae wingu? Huyu malaika mkuu. Kwa nini? Alafu ukumbuke kitu kingine, kitabu cha Ufunuo kimewekwa katika symbols. Kweli. Kiko katika fumbo. Symbols. Farasi mwenye ana mweupe. Alafu unaona ni nguvu ya muovu ya kuiga. Farasi mwekundu ni nguvu ya muovu ya kuua. Farasi mweusi ni nguvu ya ujanja wa muovu katika nguvu yake ya kukataza neno. Farasi wa kijivujivu, hizo rangi zote tatu zimechanganywa. So huwezi ona farasi useme ni farasi wa kawaida, lakini kuna interpretation of those symbols. Hizo fumbo sasa ziwekwe wazi. Amen. Na ni nani mwenye anaweza weka fumbo wazi? Ni nabii. Amen. Kama vile Yusufu akiwa nabii angeweza sema hizo ng'ombe 7 uliona nono, na alafu zingine 7 uliona konda. Hizo konda ni miaka 7 ya jaa. Hizo nono ni miaka 7 ya shibe. Kweli kabisa. Amen. Kama Firauni angefikiria ni ng'ombe tu, pengine aende kwa mchoraji amchoree hizo ng'ombe. Oh, no. 7
na ingine nono konda 7 aweke kwa nyumba yake, akisema hili doto niliota. Ng'ombe nono. Angekaa miaka yake mpaka atoe umri akifikiria ni ng'ombe, lakini haikuwa ng'ombe, ilikuwa ni miaka. Hiyo fumbo ng'ombe iliingia hapo ikiwa ni fumbo, ilihitaji tafsiri. Ona, nabii akaja, Yusufu akiwa nabii akaja akamtafsiria, naye ndugu Branham nabii wetu anatupa tafsiri. Kwa nini avae wingu huyu malaika mkuu? Kwa nini? Alafu kumbuka kitu kingine hapa dada ndugu. Basi ndugu John akiwa nabii, kwa nini hangetafsiri? Lakini kumbuka iliwekwa sireta, ikiwa mihuri 7. Ilikuwa imetiwa muhuri ati katika siku za malaika wa 7 atakapopasa baragumu, siri ya Mungu itafanya nini? Ingawa hizo fumbo zilikuwa sigoje malaika wa 7 ndugu Branham aziweke wazi. Wasigoje malaika wa 7 aziweke wazi. So amevaa wingu. Brother Branham anatuambia nini kuhusu hiyo wingu? Kiza ile Brother Branham anasema, nikusomee. Nikusomee. Ujumbe. Anasema nini? Anasema hivi. Ujumbe wa A Thinking Man's Filter. A Thinking Man's Filter. Paragraph 32. Brother Branham anasema nini? Kiza anasema hivi, paragraph 32. Anasema I read over in the book of Daniel. Hata nilikuwa nimesoma katika kitabu cha Danieli. He came to the Ancient of Days whose hair was as white as wool. Ate alikuja kwa yule wakale mwenye nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Then I seen that the Ancient of Days, he was that Ancient of Days the same yesterday, today and forever. Nikaona huyo wakale ye yule jana, leo na hata milele. I seen it was a symbol. Ati nikaona ilikuwa ni fumbo. Then why the white wool? Ati basi ni kwa nini hiyo weupe? And then the Holy Spirit seemed to speak to me about a picture I saw one time of an ancient church. Ati Roho Mtakatifu ikawa ni kama ananiongelesha kuhusu picha yenye niliona wakati moja ya jaji wa kale. Jaji wa kale. Continue. Jaji wa kale. Then I went to the history. Ati nikaenda katika historia, and I went back into the Bible history and to find out. Na nikaingia katika historia ya Biblia ndio niweze kuelewa. And the old judges, like the high priest in Israel, he had to have that white. Ati na majaji wa kale ama makuhani wa Israeli wale wakuu lazima wangekuwa na hiyo wigi nyeupe, grey wool like hair and beard. Wangevaa hiyo wigi nyeupe na ndefu weupe, kiwigi chenye kinafunika kichwa na ndefu inakuwa ni nyeupe, because the white over him signified that he was supreme authority of the judges in Israel. Amen. Ati kwa sababu huo weupe akiuvaa ulionyesha yeye ndiye ana mamlaka yote juu ya waamuzi katika Israeli. Ni kuonyesha yeye ndiye ana mamlaka yote. Angevaa hiyo ni kuonyesha yeye ndiye ana mamlaka yote. Amen. Brother Branham anasema nini? Anaendelea. And even in today and down to a few hundred years ago, maybe a couple hundred years ago, or maybe not like that, all the English judges, no matter how young they were so how old, when they went in for judgment, they wore a white wig. And to show that there is no other authority in that kingdom above their what? Hata majaji wa Kiingereza miaka yao
wangevaa hiyo weupe kuonyesha hakuna mamlaka juu ya neno lao katika huo ufalme. Kweli. Fikiria. Kwa sababu unaonaga jaji akitoa uamuzi hata president atauheshimu. Kwa sababu kisheria hakuna mamlaka iko juu ya neno la Kweli yake. ataweza funga hii, kukataa hii, ataweza simamisha chochote. Kweli. Kiwe kimetoka kwa bunge, kiwe kimetoka kwa anasimamisha. Kweli. Unaona? Na akisema neno lazima watii. Kweli. Amen. Unaona kazi yenye imeendelea kwa muda, jaji akisema irudiwe, inafanya nini? Narudiwa. Walisema uchaguzi urudiwe. Lazima taifa mzima igerudi kwa uchaguzi, kwa sababu that was the supreme authority. Kwa sababu unasikia inaitwa Supreme Court. Maanisha hakuna juu ya neno lao ndio mwisho. Hakuna mamlaka. Wamepewa hiyo kisheria. Sasa huyu malaika mkuu amevaa huo weupe. Ndugu Branham anasema nini? Unaona? Their word is the ultimate of the kingdom. Ati neno lao hao majaji inakuwa ndio mwisho katika huo ufalme. What they say, that's all of it. Kila wanasema hiyo ndio yote. And now then I see that he was standing there. Ati sasa nikaona ndiye huyo amesimama hapo. Yet a young man. Nakumbuka alikuwa kijana tu. Bwana Yesu Kristo alikuwa kwa miaka 33 wakati aliuliwa na akafufuka. Yet a young man, but the white wig on. Na ako na weupe huo juu ya kichwa chake. He was the full supreme authority. Amen. Ati ndiye alikuwa na mamlaka yote. He was the word. Alikuwa neno. And he was wearing the white wig. Alikavaa huo weupe. Unaona? Nabii anasema there he was. Ati ndiye huyo standing there still wigged with that supreme authority. Amen. Amekaa hapo akiwa na mamlaka yote juu ya kanisa. Amen. Supreme authority juu ya kanisa, juu ya dunia, juu ya mbingu. Sikumbuka pale tulisomewa na ndugu akisema niko na kifunguo ya mauti na kaburi. Oh, the judge of the living and the dead. Mbele hakuna mamlaka ingine, nyuma hakuna mamlaka ingine, juu hakuna mamlaka ingine, chini hakuna mamlaka ingine. Sikiza, Brother Branham anasema nini? He is the head of the church. He is the head of the body. Ndiye kichwa cha kanisa, ndiye kichwa cha mwili wake. There is nothing like him anywhere. Hakuna kama yeye pahali popote. He made all things by himself. Aliumba mambo yote kwa ajili yake. He made all things for himself. Akaumba mambo yote kwa ajili yake. Without he, there wasn't nothing made. Hakuna chochote kilikuwepo isipokuwa kwake. He has all the authority in heavens and earth. Yeye ndiye ana mamlaka yote mbinguni na duniani. And everything belongs to him. Yote ni yake. And in him dwells the fullness of the Godhead bodily. Na uungu wote unadumu ndani yake. Amen. Fikiria. Utaweza fikiria tu. Ni malaika mkuu. Vile tu tunasema malaika. Utaweza fikiria ni malaika mkuu. Vile utaweza sema ni malaika. Lakini ndiye mwenye mamlaka yote. Tayari imani iko na inaendelea kukua. Kufika kilele. Unaona? Mwenye shamba anataka magugu iondolewe. Ndio mchanga irudie hiyo kidogo. Haikuwa mingi, kidogo tu. Kama nusu eka hivi. Kidogo tu. Mchanga irudiwe. So unaona? So hili neno ni la haja gani? Ni kwa ajili ya kuleta mawazo yako kwa Bwana. Ni kwa ajili ya kunisaidia kujihoji.
kwa sababu wewe na mimi ndio tunaenda katika unyakuzi. Sisi ndio bibi harusi wa Bwana. Na popote kwingine duniani bibi harusi yako, sisi ndio bibi harusi wa Bwana. Amen. Amen. So wewe na mimi tuingie katika hali ya kujihoji. Amen. Tutembee na Bwana katika ushirika. Tujenge imani yetu. Bwana ametuokoa. Yeye yako upande wetu. Amen. Wewe ndio umekuja kwake, mimi ndio nimekuja kwake. Na amesema mwenye atakuja kwake hawezi mtupa. Hawezi mtupa. So milele wewe ni wa Bwana. Milele mimi ni wa Bwana. Atanisaidia, atakusaidia, ataniinua, atakuinua. Ataweka macho yangu ya moyo iwe wazi, kwa sababu yeye ndiye alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Hallelujah. Thank you, Lord. Unaona? Thank you, Lord. He was standing there with that supreme authority. Ndiye mwenye mamlaka yote. Ndiye judge wa mbingu na nchi. The judge of heaven and earth. Unajua wakati walikuja kumshika hawangejua ni nani. Alikuwa mtu wa kawaida, hata kawaida sana kuliko hata Judas, kuliko hata Petro. Alikuwa mtu wa kawaida. Meek. Mtu mnyenyekevu, mtu wa chini. Overall spirit. Na yeye hajabadilisha tabia hiyo. Amen. Yes, my Lord. Nilikuwa nikisoma wakati moja. Unaona? Wale makerubi, seraphims and the cherubims, wale makerubi na maserafi, those seraphims. Unajua seraphims wale sita wenye wanapuruka na mabawa, wenye wanasunguka hiyo kiti cha enzi wakiimba mtakatifu, mtakatifu. Uso wao daima unakuaga kwa Bwana hata ingawa wamejifunika uso. Alafu kuna makerubi wenye wanakaa hapo, cherubims. Hatuongei kuhusu malaika hao wengine wa kawaida, tunaongea kuhusu in the throne, katika kiti cha enzi. Amen. Those cherubims, makerubi ni wale wakuu. Wale wenye wanakaa na mfalme, the God of heaven and earth, kule juu. Nilikuwa nikisoma pahali wakisema ati na ukiangalia uso wake ni kama katoto. Amen. Kama katoto. Utaweza mdismiss hivi kwa sababu anakaa kama mtoto. Ni kama mtu innocent hivi. Ni mkerubi. Yes. Kama Muhammad malaika. Wakati Mungu aliangamiza dunia na maji, malaika mmoja wa ndio aliingiza dunia chini ya maji. Because they are given power and strength. Malaika wa Mungu. Lakini they are lowly, meek. Ungefikiria Mungu ni huyo naye ni wakutisha. Sikiaga wakisema kule kwa madhehebu ati ni wakutisha. Ni wakutisha. Ndio ni wakutisha ukijua yale yako nyuma yake, ukijua yeye ni nani. But he is lowly. He is simple. He is just like that. Ile alitokea wakati alichukua mwili. Hakumeremeta katika hiyo hali ya kutisha. Lakini alizaliwa katika holi. Akakaa na wanyama. Akalelewa katika hiyo kazi ya kuchonga bao. Kijana wa kawaida. Haugemtabua miongoni mwa vijana wengine. Wakati aliingia katika miaka yake 30, akaingia katika nini? Kazi. Roho wa Mungu akashuka. Na unataka kuniambia ndugu Branham amehubiri huu ujumbe wa Israel and the church. Nafikiria ni Israel and the church ama the church. Kanisa. Anaonyesha huyo najua baba yake, nimuite baba yake. The Spirit of God descended like a dove kule mtoni. Roho wa Bwana akashuka kama the Almighty akashuka kama ua, akakuja katika mwili wa mwanawe, akakuja kwa mwanawe.
ile hekalu angekaa. Unaona? Ndugu Branham anasema katika huo ujumbe wa kanisa, anasema kama huo unajua ua na upole wake, hiyo hali ya upole na unyenyekevu wake, angepata huyo si kondoo, ni mwitu, angepuruka haraka, kwa sababu hiyo ni tisho kwa ua. Ua ni mpole, ni mnyenyekevu, alafu akapata kondoo mpole, naye kondoo hiyo tabia ya upole, unyenyekevu. Sasa ua katika upole wake angetua juu ya kondoo mwenye naye ni mpole, mnyenyekevu. Amen. So tabia ya Mungu ni ya kunyenyekea, simple. Sisi wanadamu ndio tunaweka vifua yetu mbele na kabisa, tunaweka vifua yetu mbele kwa sababu bado tuko katika miili hii. Kwa sababu hiyo nature ni ya nani? Ni ya Lucifera. Hiyo ni nature ni ya Lucifer, muovu. Yako kifua mbele na ukiburi na kujiinua. Lakini Mungu ni wa kunyenyekea. But he is still the God of heaven and earth. Amen. Ni mnyenyekevu, ni mpole. Amen. Si alisema hivyo, my yoke is simple. Atachukua nila yangu uvae. Atakasema mimi ni mnyenyekevu. Si alisema hivyo? Amesema hivyo katika Biblia. So hiyo ndiyo tabia yake. Na ukiona bibi harusi akivikwa vazi hilo, 7 virtues: faith, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Ananyenyekea. Amen. Unaona nabii wa Bwana katika huo unyenyekevu. Amen. Na tunakanyanga hatua kwa hatua tukielekea hapo. Tuchukue kimo chake, tuchukue tabia yake, tuchukue tayari, kwa sababu tumechukua utu wake. Tuko na uhai wa utu wa Mungu ndani ya moyo. Sasa hiyo tabia ndio inajengeka. Ndugu Branham pale pengine ningekusomea hapa, anasema hiyo ndio inazuia unyakuzi. Tuingie katika hiyo tabia, kwa sababu hiyo ndiyo tabia ya imani yenye itatiwa mafuta Roho Mtakatifu. Unaona? So ndiye Mungu wa mbingu na nchi na dunia, that authority. Na Branham anasema, unaona? Sikiza, katika huu ujumbe wa Works is Faith Express, imani, kazi ni imani ikidhihirishwa. Anasema paragraph 256, anasema why weak? Ati kwa nini hiyo weak? Weupe huu kwa nini? Kwa nini weupe huu? Anasema why? Kwa nini? The old English judges, ni wale majaji wa Uingereza, the Jewish judges, wale majaji wa Kiyahudi used to wear a wig. Wangevaa hiyo wig. They do it yet in England. Hata sasa wanafanyaga hivyo Uingereza. Anasema that supreme authority ni kuonyesha mamlaka yote. Ni mamlaka ya juu kabisa yenye haina mamlaka ingine juu yake. Mamlaka ya juu kabisa. Nabii anasema that supreme authority, hiyo ni mamlaka ya juu kabisa. He wears a wig, anavaa wig. And that showed him standing there wig by angels wings. Ate alivaa wig. Kumbuka hawa walikuwa malaika 7 wakirudi kutoka duniani. So alivaa wig ya malaika. Na kumbuka hawa malaika 7, kila malaika alikuwa baadaye walilete jumbe 7. Unaona? 7 seals, 7 angels. Amen. Hizo si mihuri 7. Kila malaika akiwa na muhuri wake. Ati yeye amechukua vazi hilo, amevaa juu ya kichwa chake uwe weupe wa malaika. So in other words we are saying what? Kumbuka hizo jumbe 7 hizo zilimuweka wazi. Ati what is the opening of the 7 seals? Revealing Christ. Hizo jumbe 7 zikamuweka wazi kule nyuma na kule mbele. Na wakati wa bibi harusi sasa
Amen. Kumbuka ni yeye aliwapa ushindi wakati wa Ephesus. Amen. Smyrna, Hallelujah. Yakira, Pergamos, akawapa ushindi ndio waweze kusimama wapinge muovu na hila zake. Amen. Akawapa ushindi wakati wa Saride, akainua ukweli. Wakati wa Philadelphia akasimamisha huo ukweli katika utakaso. Wakati wa Laodicea akamuleta Tai kwa ajili ya ufunuo wa kurudisha ukweli wa Biblia. Amen. Huyo akiwasaidia. Amen. So alivaa vazi la hizo jumbe kwa sababu hizo jumbe ndizo zilimfunua. Jumbe ndizo zilimfunua. Brother Branham anasema nini hapa? Anasema and that showed him standing there winged by angels wings. Akisimama hapo amevaa vilo basi kichwani chake vazi la mabawa ya hizo hao malaika. He is Alpha and Omega. Kuonyesha yeye ndiye wa kwanza na yeye ndiye mwisho. Ndiye mwanzo na ndiye mwisho. Kuonyesha hivyo he is the supreme judge. Na yeye ndiye judge mkuu. Supreme authority. Kumaanisha uamuzi wake ndio uamuzi wa mwisho. Yeye ndiye Mungu wa mbingu na nchi. Kile amesema hapa duniani, kile amesema mbinguni ni yake. Dunia ni yake, mbinguni ni yake. Yeye ndiye aliumba mbingu na dunia, vile tunaona katika kitabu cha Wakolosai. So he is the supreme judge. He has the supreme authority. Hallelujah. Amen. Amen. Anasema and none other but him. Amen. Kuna mwingine Hallelujah. isipokuwa yeye. Amen. He is to look upon as Alpha and Omega. Ndio sababu anaonekana akiwa wa kwanza na ndiye wa mwisho. Amen. Naona? No more than 30 years old wearing a white wig. Hakuwa mzee, alikuwa miaka 30 lakini amevaa hiyo wigi nyeupe, showing that he was supreme God. Kuonyesha ndiye Mungu. Hakuna mwingine supreme. Amen. The Father hath committed all judgment unto the hands of the Son. Kuonyesha Baba amepeana hukumu yote katika mikononi mwake. Nabii anasema hallelujah. The revelation is never wrong. Na ufunuo hauwezi kosea. Sikia, ndiye huyu. Na ndiye malaika huyu mkuu. Hallelujah. Ndiye Bwana mwenye anajifunua kwa bibi harusi. Ndiye mwenye nguvu na mamlaka yote. Na yeye ndiye anatuoa. Hallelujah. Bibi harusi wake. Glory to God. Ndio sababu tukaona hapa tutahusika katika unyakuzi, tutahusika katika millennium, tutahusika katika hukumu, kwa sababu mwenye hayo yote ndiye huyu ametufunua. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Unaona? Okay. Amen. Kau ujumbe wa trying to do God a service without it being his will. Kumfanyia Mungu kazi bila mapenzi yake. Ndugu Branham anaendelea na hilo wazo. Akiongea kuhusu hii picha. Anasema hivi, something said to me, paragraph 91. Ati kitu kikaniambia, turn it right. Ati ipindue. I think I'm looking at it right. Said turn it right, see. Ati kaambiwa, akafikiria si nini naiangalia sawa. Unajua hii picha ilipigwa hivi. Ilipigwa hivi. Yeah. Okay. Ilipigwa hivi. Ilipigwa hivi. Ati kitu kikamwambia ipindue isimame. Kwa hiyo ilipigwa hivi. Ajabu ya Mungu. So akaambiwa ipindue isimame. Akasema si mimi naona ninaiangalia sawa tu. Ile ilipigwa. Akaambiwa turn it right. Ipindue kulia. Nakaa hivi sasa. Akasema okay. Ati I thought. Nikafikiria maybe that voice means turn it to the right. Ati pengine ninaambiwa niipindue kulia. And when I did, you see what it is?
tena wakati nilipindua. Unaona nini? Hoffman's Head of Christ at 33. Ni kichwa cha Kristo vile Hoffman alimchora akiwa miaka 33. Ruke here, atiangalia hapa, si unaona his dark beard, unaona nini devu zake jekundu, devu zake hizi. His face, unaona uso wake. Anasema his nose, pua lake and everything else, na kila kitu. See the part in his hair here coming up. Unaona nywele zake, sehemu ya nywele zake yenye inainuka. Biblia anasema and he is winged with that white angel wig. Na amevaa weupe wa wig to show that the message of him being God is the truth. Amen. Kuonyesha ujumbe wake akiwa Mungu ni wa kweli. Amen. Ni wa kweli. He is the supreme judge of the universe. Na yeye ndiye judge mkuu wa dunia yote. Amen. Supreme judge of heaven and earth. Ndiye judge mkuu wa mbingu na dunia. He is God. Yeye ni Mungu and nothing else but God. Na hakuna kingine isipokuwa yeye, hakuna mwingine. Oh, fikiria. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama tunamfuata hivi na yeye anajieleza hakuna mwingine. Amen. So ni kumaanisha hakuna njia ingine ya kumpata. Amen. Hakuna kingine cha muhimu kwa makanisa Kweli. isipokuwa kumjua huyu. Amen. Kwa moyo wako unaona vile unatakiwa utulie kwa ukweli huu na uendelee kujenga imani yake. Amen. Kwa sababu yeye anajieleza. Amen. Utaweza fikiria unaenda utoe ukweli pahali kanisa, kundi la watu, mahubiri, amesema nothing else but him. Hallelujah. So Amen. yeye ukimpata kwa ufunuo wake, ukiwa na ushirika na yeye, ndiye mwisho. Amen. Na ungefikiria akiwa ndiye yeye pekee ndiye angekuwa anahubiriwa duniani kote. Oh my. Lakini dunia imejaa madhehebu, imejaa maimani, imejaa makanisa ya ujumbe. Kweli. Lakini ni huyu na hakuna mwingine isipokuwa huyu. Amen. So kanisa either limpate ama lipotee. Kweli. Amen. Ndio sababu unaona anamtoa bibi harusi, Amen. kwa sababu bibi harusi ndiye alikusudiwa kumjua yeye katika njia hii. Amen. Amen. Hallelujah. Na Abraham anasema hivi. Anasema he is God expressed in human form, called the Son of God. Ati ni Mungu akiwakilishwa katika wanadamu, anaitwa mwana wa Mungu, which is the Son was the mask. Mungu alikaa ndani ya mwanawe. Okay. Unaona? Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Anaendelea. So, unaona kwa nini akavaa wingu? Unaona kwa nini amevaa wingu? Amen. Unaona ni kwa nini amevaa wingu? Ni hivyo ndugu Branham amesema. Unaona? God, enmorphe, ni Mungu. Enmorphe ni kumaanisha nini? Enmorphe ni neno la Kigiriki lenye linaonyesha katika hali hiyo. You know, enmorphe ni kuchukua hali nyingine. Enmorphe. Unaona, enmorphe ni neno la Kigiriki lenye linaongea kuhusu kubadilisha kinyago chake. Anaonekana tofauti. Unaona? Baba akawa mwana. Unaona? Ni kama vile uanze ukiwa kijana, alafu ufike pahali uoe, uwe na watoto. Sasa utaweza itwa baba, lakini ni wewe tu, kitambulisho ni kile kile. Ukiendelea uitwe babu, lakini ni wewe tu, kitambulisho ni kile kile, jina ni lile lile, lakini unaendelea. Sasa wewe ni babu na ulikuwa baba. Wakati mmoja ulikuwa na kijana bila mke. Hayo yote naye Mungu kutoka katika baba akawa mwana, akawa Roho Mtakatifu, akiendelea katika kinyago chake, akamtumia ndugu Branham nabii wake. Unaona,
akiwa katika mwili wakati huu wa Laodicea, Enmophe. Sasa hapa ni nani? Ni Mungu. Amen. Mungu wa mbingu na nchi, Enmophe. Kumwambia amechukua hii amechukua hii sura, ndiye malaika mkuu. Amechukua hiyo sura. Unaona, amevikwa ujumbe wenye alipea hao malaika 7. Amevikwa huo ujumbe wenye alipea hao malaika 7. Wacha nikusomee hii, alafu tufike hapo, tutaichukulia hapo wakati huo mwingine, by the grace of God. Unaona, Enmophe ujumbe ule alipea hao malaika 7. Ndugu Branham katika huu ujumbe wa Ashamed of Him, muonea aibu, paragraph 63 anasema hivi, he is the last of the authority, ati ndio mwisho wa mamlaka yote. So ndugu, ukifika kumpata huyu kupuka ndiye mwisho. Hakuna mwingine utapata juu ya huyu, chini ya huyu, kando ya huyu, hakuna. Na ufunuo wake ndio ufunuo wa juu sana wakati huu. Hey! Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ufunuo wa huu ndio ufunuo wa juu sana. Na ndio sababu unaona ndio ufunuo bibi harusi wake amepewa. Amen. Ndio ufunuo wa juu sana. Anasema hivi, by the grace of God, acha nikusomee hii. He is the last of the authority, ndiye mwisho wa mamlaka yote. He is supreme authority. Ndiye mamlaka ya juu zaidi. Even God said so himself. Ate Mungu akasema mwenyewe, this is my beloved son, hear ye him. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, musikizeni. Hakuna mwingine. Sikiza vile anasema, there he is with them angels. Ate ndiye huko hapo na malaika wake. The message, ujumbe, which was the breaking of them 7 seals, ikiwa ni kuvunjwa kwa hiyo mihuri 7, that revealed serpent seed and all these things here, yenye ilimfunua mbegu ya nyoka na hayo mambo yote hapo. And it shows that it is his very covering, akajivika hiyo vazi. It is his supreme authority, na hiyo ndio mamlaka yake yote. He is supreme, yeye ni wa juu sana, ndiye wa mwisho, hakuna mwingine. He is wigged or covered, na amevikwa vazi. The Bible said that he changed his countenance. Biblia inasema alibadilisha sura yake. Or he changed himself, Enmophe, ama akabadilisha kinyago chake. Hiyo Enmophe, the word comes from the Greek word. Hiyo ni neno la Kigiriki, Enmophe, which means a great actor that plays many parts. Inamaanisha mchezaji mwenye anacheza sehemu mingi. Today he is one thing, in the next act he is something else. Ataweza kuwa hiki leo, ile mchezo mwingine awe kitu kingine tofauti. He was God the Father in one act. Alikuwa Mungu Baba katika wakati moja. God the Son in another act. Katika mchezo mwingine akawa Mungu Mwana. And he has got the Holy Ghost in this act. Na sasa ndiye Mungu Roho wakati huu, si? Naona there he is. Ndiye huyo. His word is still supreme. Na neno lake ndio la mwisho, ndio liko juu sana. We are living in the last days. Na tunaishi siku za mwisho, wakati neno lake bado litatufaidi, neno lake bado litatubariki, neno lake bado litatusaidia kujenga imani, neno lake litatufungua kutoka katika hali zote zenye zimetufunga imani yetu, tukishikilia hapo, kwa sababu yeye ndiye amekuja kwetu akiwa Mungu wetu. Shikilia. Tukimaliza, bibi harusi akipata huo ufunuo wa ni nani huyu mwenye amekuja kwa na uwezo wake na ukuu wake, mamlaka hayo yake, bibi harusi apate ufunuo wake, imani yenye itajengwa ndani ya moyo wake ni imani ya aina gani? Ndio sababu ndugu Branham anasema bibi harusi akijijua yeye ni nani, unyakuzi utafanya nini? Utaondoka. Amen. So God bless you. Hallelujah. Nakuja tutaanza hapo. Naona amevikwa wingu. Kumbuka tulisoma na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Tutaiona God willing on Sunday. Kama ataturuhusu, na Bwana awabariki.